One voice, mission for all. Sauti moja, utume kwa wote. Miaka takribani 2000 iliyopita, tukio moja lilibadilisha historia ya ulimwengu. Leo, baada ya takribani karne 20, je, ujumbe ulioanza siku hiyo bado unasikika? Na ni nani atakayeupeleka kwa ulimwengu wa kizazi hiki? Takribani miaka 2000 iliyopita, Yesu alifika katika mto Yordan ili abatizwe na Yohana Mbatizaji. Alipotoka majini, mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama hua, na sauti ya Baba ikasikika ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye." Ubatizo wa Yesu ulikuwa mwanzo rasmi wa huduma yake duniani. Baada ya ubatizo, Yesu alianza kuhubiri ujumbe wa toba na wokovu. Aliwaalika watu wote wamrudie Mungu. Alisema, "Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia." Kwa miaka 3.5 Yesu alifundisha, akaponya wagonjwa, akafariji waliovunjika moyo na kuwaonyesha wanadamu njia ya wokovu. Baada ya kumaliza huduma yake duniani, Yesu hakuuacha utume huo ukome. Kabla ya kupaa mbinguni, aliwaagiza wanafunzi wake akisema, "Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi." Mitume walinena Injili kwa ujasiri. Kutoka kizazi hadi kizazi, ujumbe wa Kristo umeendelea kusikika hadi leo. Leo ni takribani miaka 2000 tangu Yesu aanze huduma yake. Ingawa nyakati zimebadilika, utume wake haujabadilika. Dunia ya leo imebadilika kwa kasi. Teknolojia imebadilisha namna ya watu wanavyoishi na kuwasiliana. Mabilioni ya watu hutumia muda wao kila siku kwenye mitandao ya kijamii, wakipata habari, elimu na burudani kupitia simu na vifaa vyao vya kidijitali. Wakati huo huo, watu wengi hawapati nafasi ya kwenda kanisani mara kwa mara, kuhudhuria mikutano ya Injili au kusoma Biblia na vitabu vya kiroho. Hali hii imefanya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuwa mojawapo ya njia muhimu zaidi za kuwafikia watu popote walipo. Kwa kutambua fursa hiyo, Kanisa la Waadventista wa Sabato limehamasisha kampeni ya One Voice, mission for all, yani sauti moja, utume kwa wote. One Voice maana yake ni waumini wote kuungana katika ujumbe mmoja, utume mmoja. Ujumbe huo ni huu, yani Yesu anarudi. Ulimwengu unapaswa kumjua Kristo, kumwamini na kujiandaa kwa ujio wake wa pili. Kampeni hii inafanyikaje? Kila Mwadventista amealikwa kushiriki kwa kutumia kipawa na nafasi aliyopewa na Mungu. Utume huu unaweza kutekelezwa kupitia YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, radio, television, tovuti, podcast na majukwaa mengine ya kidijitali. Wengine watahubiri, wengine watafundisha, wengine wataimba, wengine watatengeneza video, makala, picha au vipindi vya redio na televisheni. Kilicho muhimu ni kuhakikisha kwamba kila njia ya mawasiliano inatumika kumtangaza Kristo. Lengo la kampeni hii ni kuhakikisha ulimwengu unasikia ujumbe wa Injili katika wakati huu wa mwisho. Ni kuwaalika watu wote wamrudie Kristo, waandae mioyo yao kwa ujio wake wa pili na kupata tumaini la uzima wa milele. Biblia inasema, tena Injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.
Je, ni nani atafanya kazi hii? Jibu ni rahisi tu. Ni kila Mwadventista. Mungu hamuiti mchungaji pekee wala mwinjilisti pekee. Anamuita kila mmoja aliyeokolewa na Kristo kuwa shahidi wake. Kila mmoja ana sauti, kila mmoja ana kipawa, kila mmoja ana nafasi ya kushiriki katika utume huu. Takriban miaka 2000 iliyopita, Yesu alianza huduma yake hapa duniani. Aliwaita watu watubu, wamrudie Mungu na waishi katika tumaini la ufalme wake. Leo utume huu bado unaendelea. Dunia imebadilika, njia za mawasiliano zimebadilika, lakini ujumbe haujabadilika. Ndiyo maana One Voice for All ni mwito wa kila Mwadventista kutumia kila kipawa, kila fursa na kila jukwaa la mawasiliano ili kuwafikia watu walipo na kuwaalika wamrudie Kristo. Historia hii inaendelea kuandikwa. Swali si kama Yesu atarudi, kwa sababu ameahidi kwamba atarudi. Swali ni hili: je, sauti yako itasikika kabla Yesu ajaja? One Voice, Mission for All. Sauti moja, utume kwa wote. Ulimwengu unasubiri kusikia kwamba Yesu anarudi. Je, wewe utakuwa sehemu ya sauti hiyo? Basi Mungu akubariki sana. Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Bye.